Warumi, na ningependa kuwapea neno lake kutoka kitabu cha Warumi, mlango ni wa 3, mstari ni wa 20. Na wasema hivi: kwa hiyo hakuna binadamu hata mmoja atakayehesabiwa kuwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana sheria hutufanya tuitambue dhambi. Nasema tena, kwa hiyo hakuna binadamu hata mmoja atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana sheria hutufanya tuitambue dhambi. Swali hili kitabu kimeandikwa na Paulo kwa kitabu cha Warumi, kwa kanisa la Warumi, na swali ambalo anataka ujiulize leo ni: je, umewaza jinsi ambavyo utasimama mbele ya Mungu hiyo siku itakapokuja? Je, umewaza utakavyosimama mbele ya haki ya Mungu? Je, umewaza vile ambavyo utasimama mbele ya amri ya Mungu? Je, umewaza jinsi ambavyo utasimama mbele ya kiti cha enzi? Kutakuwa na hukumu, na kuna kila mtu atasimama mbele ya hicho kiti. Kila mtu atasimama mbele ya yule hakimu aliyechaguliwa, na lazima utajibu, ujulikane kwamba uko haki mbele ya huyu Mungu aliye haki, kwamba uko haki mbele ya huyu Mungu mtakatifu. Wote watasimama. Je, umewaza kuhusu hiyo siku? Kuna yule ambaye ni mpumbavu, ambaye anasema moyoni mwake kwamba hakuna Mungu. Wewe mpumbavu wewe, Biblia imekuita mpumbavu. Yasema kwamba wajidanganya, kwa sababu dunia yote inakukiria kwamba Mungu yupo. Roho yako yenyewe inakukiria kwamba Mungu yupo, na utasimama mbele yake. Ninakueleza leo kwamba utasimama mbele yake. Waniona mimi mjinga? Waniona kwamba sijui ninachosema? Wajiona kwamba wewe ndiye msomi? Wajiona kwamba wewe ndiye una madigrii hapa, kwamba madigrii yako yamekuhakikishia kwamba hakuna Mungu? Ole wako wewe! Yule ambaye atakushitaki hiyo siku ni dhamiri yako wewe mwenyewe. Yule ambaye atakushitaki hiyo siku ni roho yako wewe mwenyewe. Yule ambaye atakushitaki hiyo siku ni roho yako, sauti ndani ya moyo wako ambao unakuambia asubuhi unapoamka, hewa unayo pumzi ya Mungu, ambaye anakuambia hiyo pumzi iko katika lungs zako ni ya Mungu. Hizo mikono hazijatoka tu, ni za Mungu. Ni roho yako itakukiria wewe tu, roho yako ndiyo itakushitaki wewe tu. Na tunajua kwa nini utaki kujua kwamba kuna Mungu. Biblia inatuambia, na wewe mwenyewe unajua, hautaki kuwa na Mungu juu yako. Unataka kuishi venye unataka. Unataka kuishi kulingana na tamaa zako. Unataka kuwa katili, unataka kuwa muovu, unataka kuwa mlevi, unataka kuwa mzinzi, na hutaki sheria yoyote juu yako. Unataka wewe mwenyewe kuwa sheria kwako wewe mwenyewe. Tunajua kwa nini unajidanganya. Tunajua kwa nini wewe ni mpumbavu. Ni kwa sababu unapenda njia zako wewe. Ole wako! Nakuambia leo, lazima uhesabiwe haki mbele ya Mungu. Lazima usimame pale na upatikane kwamba wewe ni wa haki, wewe ni mwadilifu. Lazima endelea kujidanganya wewe. Na kuna wengine hapa wanasema wao wanamwabudu Mungu, wanasema wao, mimi ninamjua Mungu, mimi ninajua jinsi ambavyo nitasimama mbele yake. Na ukiangalia njia yake ya maisha na yule ambaye hamjui Mungu, wote wako sawa. Wote makatili, wote walevi, wote waongo, wote wafisadi,
wote wenye chuki, wote sawa. Na anafikiri atasimama haki hiyo siku. Anafikiri atahesabiwa mwadilifu hiyo siku. Ole wako wewe. Na kuuliza wewe, unadhani unamjua Mungu, utahesabiwa haki kivipi? Mmoja anasema, nitatubu. Najua ninatenda dhambi, lakini nitatubu. Hiyo ni kutubu ya aina gani? Mtu anatubu akijua atatenda dhambi tena. Hiyo ni kutubu gani hiyo? Hiyo ni kutubu bure. Hiyo ni kutubu batili. Hiyo ni kutubu ya uongo. Na yule ambaye anaangalia rohoni, anajua wewe ni muongo. Unafikiri utadanganya Mungu? Mwingine anasema, Mwokozi alikufa, amemeza, ameua dhambi zote, sasa nenda hivi kwenye kataka kwa sababu dhambi ishabebwa. Ole wako wewe. Wewe ndio umepotea hata zaidi. Unadhani Yesu alikufa ndio uendelee kuwa mtumwa wa dhambi? Ulidhani Yesu alikufa ndio uendelee kutumikia njia zako? Ole wako wewe. Mwingine anasema, nitapimwa kwenye mizani, nitatenda mambo ili yale mazuri yangu yazidi yale mabaya. Hiyo ni kusema nini wewe? Unamwona Mungu ni mpumbavu wewe? Unafikiri kufanya mazuri ni license ya kufanya uovu? Unasema wacha nitahakikisha nisali, nitahakikisha nifunge, nitahakikisha kwamba nimefanya kazi nzuri, nimepeana pesa kwa wanyonge, ili nikuwe fisadi kasini, ili nimtusi mke wangu, ili nichape mke wangu. Kwa hivyo wewe ukitenda mazuri, unatenda mazuri kwa ajili ya uovu. Hiyo yote ni uovu. Hiyo yote ni uovu. Unafanya mazuri ili utende mabaya. Nonsense. Roho yako ndio itakuwa accused wewe. Dhamiri yako ndio itasimama dhidi yako wewe. Sikiza sheria ya Bwana. Anasema ni sheria ya kiroho. Hata roho, hata tamaa ya kiroho inaonekana mbele ya macho yake. Hata fikra za akili zinaonekana mbele ya macho yake. Yesu anasema, umeambiwa ati usizini. Mimi ninakuambia hata ukiangalia tu umezini. Unaambiwa usiue. Mimi nakuambia wewe mchukia mtu katika roho yako, wewe ni muuaji. Umeambiwa usiibe. Mimi nakuambia wewe tamani hiyo gari ya mwenzako, wewe ni mwizi. Sheria ni ya kiroho. Sheria inaangalia roho. Utasimamaje haki kama huo ndio ukweli? Kama yote ndio sema mwana wa Mungu ni kweli, hakuna anayeweza kusimama haki. Ndio maana Paulo anasema kwa matendo ya sheria hakuna binadamu hata mmoja atasimama haki. Hata mmoja. Simama hapa niambie roho yako ni safi. Simama hapa niambie roho yako iko safi mbele ya Mungu. Inua mkono tuone. Mashtaka lazima utajibia. Yote, hata tone haitaachwa. Tutasimamaje haki basi? Sote tumepotea. Sote tumepungukiwa. Sote tuna uwezo. Sote tunafaa kuhukumiwa. Mshale wa Mungu uko tayari. Upanga wake ameuweka. Imekuwa makali vizuri sana. Anasubiria, atakukata, utakupata, umewekwa pinde, unakuja kwa moyo wako mwenye dhambi wewe. Ndoka yake ilikuwaje? Tutajificha wapi? Ole wako utapomwona Yesu akija. Utalia dunia ikumeze.
utalia mawe ya kuangukie, utalia milima ya kuangukie, utalia moto ukuchome, utalia bahari ikubete, ili usione macho yake ya moto. Utajificha wapi wewe? Nakuambia mahali wa kujificha ni moja tu, na ni ndani ya vidonda vyake. Anapokuja na macho yake ya moto, ya vazi lake limechovya damu, limechovya damu, damu aliyoimwaga kwa ajili ya wenye dhambi. Mwana ametolewa, Mungu Baba amemtoa mwana, Mungu Baba ametoa kafara safi, Mungu Baba ametoa dhabihu safi. Sheria imesema anayetenda dhambi na auawe. Kifo kinakuja kukukamata. Mwana wa Mungu amesimama katikati ya wewe na kifo. Amesema, kifo wewe, njoo hapa, nimeze mimi, niue mimi, nimalize mimi. Mwana wa Mungu amejiweka katikati ya kifo na wewe. Kifo kinasema, sawa, nitakumeza, nitakufanyika, nitakukula, nitakufa, atakuwa, lakini katika yosika, aliyosika, ni mwanawi, na amekumbuka, na yuko hai, na kaburi lake halina mtu. Kuna kaburi ambayo iko wazi, kuna yule aliyeshinda kifo, na anaitwa Yesu. Anaitwa Yesu. Anaitwa Yesu. Ameshinda kifo. Amepigana na kifo, akashinda. Kaburi linalia, linasema, nimeingiwa. Mwangalie akifunza, mwangalie akiamrisha radi, mwangalie akiamrisha mapepo, mwangalie akijitolea kufa, mwangalie akimwaga damu, mwangalie akipigwa, mwangalie akisema amekwisha, mwangalie akikufa, mwangalie akizikwa, mwangalie akitoka kaburini. Mwangalie angalia, hata kama ni kumbavu, angalia, hata kama utasoma, angalia, tazama, angalia Yesu, angalie, muone. Muone. Wachana na kujihesabu wake wewe mwenyewe. Jifiche kwake. Jifiche kwa vidonda vyake. Tunahesabiwa haki kwa sababu Yesu ametukomboa kwa damu yake. Tunahesabiwa haki mbele ya Mungu kwa sababu ya Yesu. Sheria ya Mungu inakuja kwangu, inasema, wewe Rabii, lazima ukufe. Inasema, Yesu wangu, ulikufa kwa ajili yangu wewe. Umeniokoa, umeshinda kifo. Uangalie, uone hakuna kitu cha thamani kuliko maisha ya Mungu. Maisha ya Mungu, chanzo cha maisha yenyewe yamekufa. Kuna kitu cha thamani kubwa kuliko hiyo. Uangalie Yesu kweli kweli. Tazama Yesu kweli kweli. Haijalishi umekuwa wapi, haijalishi umefunzwa nini, haijalishi umemwita Yesu nini. Mwangalie leo, na ujue yeye ndio mwokozi wa maisha yako. Mwamini Yesu leo. Mwamini Yesu leo. Na kulilia wewe, mwamini Yesu leo. Na kuomba wewe, mwamini Yesu leo.
Wacha yeye awe haki yako, wacha yeye awe usafi wako, wacha yeye awe kila kitu kwako. Naomba yote kwa jina lake.